How can you eat on the same tip with the president and your people are suffering? Na adui ni Ruto. Mtu akona kaduru lakini anajua adui ni Ruto. Ruto, why are you killing our children? Kwa nini unaua watoto wetu Ruto? Ukienda North Eastern hauna kura. Ukienda Nairobi hauna kura. Hata wewe nataka nikwambie kura milioni 3 hautafikisha. Na ukifikisha inafaa kuje tuambie hiyo kura umetoa wapi. Kikapo yako haitafika hata kwota. Nikifika kwota utatuambia hiyo kura umetoa wapi. Nataka nikwambia leo wewe ni one term na inafaa uende nyumbani kabisa. One term. Hapa wana smartphone ni kweli. Na adui ni Ruto. Mtu akona kaduru lakini anajua adui ni Ruto. Ndugu yangu saa hii hata vitu unatuletea hati mara ho. Mimi hata kama ni hizo opinion poll ningekuwa inaweka watu. Haki ya Mungu Raila Amolo Odinga baba yetu angekuwa president kutoka 2007 mpaka sasa hivi baba Amolo Odinga angekufa kama yeye ni president. Lakini walikuwa wanatudanganya. Raila yako mbele mpaka sisi tunajua this time round tunaenda kuchukua. Tena kuna. Hapa Kenya watu wanataka tu practical life. Vile hao watu walifanya, Olkala walifanya. Umejua pale walikuwa wanatoa opinion polati Ruto yako mbele. Uliona ndugu yangu saa hii. Unaona ile kitu aliona pale ndiye naona 2027. Unaona vile sasa ameanza kukonda. Ndugu yangu ni kubaya. Na hata hapa Nairobi tunatamani by election. Ndiye nyinyi watu wa Jakarta wanasema unyamase for 1 week. Wewe nyamasa, mtu wako alifela ukalau bwana Kenya. Nyamasa. Mr. Speaker, nimesikia kama mtu anasema hapa Edwin Sifuna tuko na yeye. Nataka kumwambia people from Luyaland, ana Moso wale wako hapa. Kama huyo ametoka kuongea hapa, wale wako hapa Jakarta, hata kama nyinyi unachukia mtoto yenu, lakini sisi tunajua uzuri yake. Hata Yesu Kristo wale watu walikataa kwao. Wakasema alikuwa tu kijana wa baba yake alikuwa mtu wa fundi wa bao. Lakini vitu alifanya kutembea juu ya maji, hakuna mtu ameshatembea mpaka leo. Hata huyo maskini watu wamekataa, actually wamekataa. Huyo maskini ndio tunataka. To our children. Ruto, why are you killing our children? Kwa nini unaua watoto wetu Ruto? This is a massacre for our children. You have decided to kill our children. You will also die one day. Our prayer, we were not voting for you to come and finish us. Umetumaliza na njia zote Ruto. Umetumaliza kibiashara. Umetumaliza na kila kitu. Watoto wetu hawasomi. Tunakuja hapa hospitali. NHF umetumalizia. Hatujui unataka kutupeleka wapi Ruto. But one thing I would tell you, I will address you as Ruto. Wachana na watoto wetu. Demonstration na watoto wetu, it was peaceful. Awache watoto wetu wa demonstrate na wasikize. Finance bill hakuna kitu inamaanisha kwa hii nchi. Sio hiyo kubwa kuliko sisi, ama sio kubwa kuliko wazazi ama watoto. Kwa hivyo aseme no, we are saying no to that financial bill. Hatuitaki. Ajue hivyo watu wote hawaitaki, na si ukabila, sio Mkikuyu ama Mjaluo ama Mluya ama Mkamba ama Mtaita. Ni sisi wote tumesema no to the finance bill. Ajue hivyo. Thank you very much. Anapiga watoto wetu risasi kama wanyama. Vile tumeona na Kenyatta National Hospital today. I don't know what to say. It's just a massacre for our kids. Hiyo ni massacre ya Kenya. Hiyo ameanza massacre Kenya. Na pia yeye ajue pia yeye ni binadamu na hata yataenda chini. Hiyo sasa ndio tunamwombea kwanza. Aende. Tuliambiwa na Uhuru tutalia, na ni kweli leo tunalia. Uhuru alituambia na leo tunalia. Aende huko kwao. Tena hata viongozi wetu number 1 ni huyu Aaron ni mtu anatembea tu na kichwa kubwa lakini hakuna akili kabisa. Because unakulacha na president. How can you eat on the same tip with the president and your people are suffering? Now Anaupiri is preaching second term, anatuambia sasa wa Kalenjin ama wa Kipsigis tungoche second term. Second term yenye natoka wapi? Na kila mtu ameenda.
hata Wakipsigis wamegawanyika. Rigati anagawa 50-50. Wachaluo wameenda, Wakisii wameenda, Milima wameenda, Western wameenda. Hiyo sauti maneno ya forest tumekataa kama watu wakaaji wa Chepkoria. Juu kuna pesa ambayo inatembea Chepkoria. Na viongozi wengine ndio wanaomba watu wakule forest na wamekula pesa tayari. Tunasikia kuna pesa wazungu walitoa juu ya hii forest. Na tunakataa kama raia Chepkoria. Na ni one time. Hata Ruto naye kama viongozi yetu yenye tulipigia kura one time. Juu maneno ambayo alisema wakati ya siasa hakusema maneno ya forest, lakini tunashangaa alikujaje mpaka mwisho akakuja kufunga forest. Na hatujui, hakuna participation walifanya kama Chepkoria Keyo South. Tukuambiwa chochote, tunakataa kama Keyo South. Very good. No, one time. Mama moja. Haina chole ule. Kwa Kiswahili. Jina yangu naitwa Roda. Siwezi pande wafunge forest. Very good. Very good. Bas. Kwa majina mimi naitwa Evans Kipkorir, mkaaji wa Chepkoria. Very good. Kulingana na maamuzi ya raia, tunakataa kwamba hii forest yetu ya Kaptagat haiwezi kufungwa. Very good. Tulikuwa na mpango mzuri kwa hii forest. Tulikuwa tumekubali awali. Lakini tumeona mpango ambayo inaendelea hapa, hatujafurahia kama wakaaji wa Chepkoria. Sisi tumenyanyaswa sana. Tukifika wakati ya campaign tunapiga kura 98%. Saidi ya kiongozi president. Ametuleta down kama Chepkoria. Aliangamiza maneno ya damu. Yograo na haijamalizwa. Soko yetu haijamalizwa. Saa hii anataka kufunga forest. Wamama wanaumia. Sisi tunakataa kama wakaaji wa Chepkoria. Na kama wataendelea namna hiyo, sisi tunasema president yetu tunaalika Gachagua kwa sababu ile mashujaa ambaye tungefanya Elgeyo Marakwet akapeleka Uasin Gishu, kumaanisha kwamba kuna kitu anajua kwa hii area yetu ya Elgeyo Marakwet. So tunakataa kama wakaaji wa Chepkoria. Asanteni sana. Waheshimiwa, tunawaheshimu. You are the leaders. We are ready to work with you. Lakini tafadhali issue ya usalama usiweke siasa. Hiyo tuwachie sisi, tutapambana naye. Kwa sababu usalama ndio kizingi ya uchumi, ya investment, ya our livelihood, maisha yetu. So ukianza ukileta siasa kwa mambo ya usalama, tafadhali utakuwa unapoteza. And we will be taking this country down the docks. We are not ready to see Kenya going down to the docks. Therefore, we will deal with any politician who is likely to hire goons. We are going to withdraw his security na hatutacheka na hawa. Kama ameona akae na waoni, kama security ajipange, basi aturudishie wale security yetu. Sisi pia tunahitaji our numbers, tunahitaji our officers kwa kazi. Akae na hiyo magunzi yake akitaka, lakini security tunachukua. So they have hard decisions to make. Either wakae na hiyo security na wawachane mambo ya hooligans. Kama sio hivyo, wakae na hawa, tupambane na hawa, tukutane kwa kiwanja. I'm appealing to them, please do your politics with principles and maturity. Do your politics based on ideas and not individuals. Do your politics on development and not chaos. Kenya is bigger than all of us. It's our country. We cannot lose Kenya because of an individual or two. Haitawezekana. So wanasiasa, tafadhali fanyeni siasa kwa njia ya utaratibu bora. Mwachane mambo ya kubebana na vijana. Na sitakubali.